Habari, mimi ni Dr. Kala, ni daktari wa binadamu. Na leo nitaenda kuwafundisha jinsi ya kuchagua jinsia ya mtoto ambaye unataka kumzaa. Wengi wetu tumekuwa tukidhani kwamba jinsia ya mtoto ni mipango ya Mungu. Lakini sayansi inaamini kwamba kuna jinsi unaweza kufanya kupata mtoto wa kiume au wa kike. Na leo nitaenda kufundisha kirahisi kabisa bila kutumia maneno mengi. Kwenye mbegu za mwanaume kama umesoma biology, kuna mbegu X, kuna kimelea X na kimelea Y. Sasa kwenye science tunaamini kwamba ili mwanamke apate mtoto wa kiume inabidi kile kimelea Y ndio kiingie kwenye kikutane na mbegu za mayai ya mwanamke na kutengeneza mtoto. Na ili mtoto wa kike apatikane inabidi kimelea X kutoka kwa mwanaume kukutana na mayai ya mwanamke kutengeneza mtoto. Sasa unafanyaje kama wewe kumanipulate ili uweze kujua kwamba huu ni wakati wa mbegu Y inatoa mtoto wa kiume au mbegu X inayopata mtoto wa kike? Wewe kama mwanaume unatakiwa ufanye nini? Sasa kwenye science inasema kwamba ile mbegu Y huwa ikitoka inawahi kufika kwenye mayai ya mwanamke au inawahi kufika kwenye via vya uzazi vya mwanamke, lakini pia inawahi kufa. Ile mbegu X inachelewa kufika kule kwenye uzazi wa mwanamke, lakini pia inachelewa kufa. Kwa hiyo njia rahisi ya kutabiri jinsia ya mtoto wako ni kuhakikisha, kwa mfano labda unataka mtoto wa kiume. Ukitaka mtoto wa kiume, hakikisha unalala na mke wako siku ile ambayo ndio yai linashuka. Kitaalamu tunasema siku ya ovulation. Na ukitaka kutabiri mtoto wa kike, unatakiwa ulale na mtu wako au mchumba wako au mke wako angalau siku 1 au 2 kabla ya siku ya yai kushuka. Kwa nini unafanya hivyo? Ukilala na mwanamke wako siku ile ambayo yai linashuka, zile mbegu Y ambazo zinatoa mtoto wa kiume zitafika pale, zitakuta mayai na litarutubisha ile yai na kutoa mtoto wa kiume. Lakini ukilala na mwanamke siku 1 au 2 kabla, zile mbegu zako zitafika pale, zitakuta mayai bado hayajafika. Kwa hiyo zile mbegu ambazo zinatoa mtoto wa kiume zitakufa, zitabaki zile ambazo zinatoa mtoto wa kike au mbegu X. Kwa hiyo kwa kufanya tu hizo hesabu unaweza kutabiri jinsia ya mtoto ambaye unahitaji kumpata. Sasa unaweza kuwa haufahamu jinsi mzunguko unavyoenda. Labda wewe ni mgeni kwenye hii channel na hujui jinsi ya kuhesabu mzunguko wako na jinsi ya kujua siku zako za hatari ni zipi. Kuna video nimetengeneza ya jinsi ya kuhesabu siku zako za hatari za kubeba ujauzito, naiweka kwenye hii link hapa chini ili uweze kwenda huko na kujifunza zaidi. Asante kwa kuangalia video yangu, subscribe, like, share na washikaji. Nikutakia siku njema.